Mshukuru Mungu kwa sababu nilikuwa wa kwanza kuchukua fomu na nikatulia nayo na ijaza taratibu, sina haraka kwa sababu ni mzoefu wala sikuwa na haraka ya kurudisha haraka. Kwa kweli Mungu ni mwema. Lakini kinachonifurahisha zaidi nimekuwa nikiangalia mitandao namna ambavyo wagombea wanavyosema baada ya kurudisha. Nilifarijika sana kwa sababu kuna baadhi ya wagombea wamekiri kwa 100% kwamba ilani ya uchaguzi imetekelezwa kwa 100%. Kwa katika hili mimi nawapongeza, nasema kwamba wametambua kila ambacho kimefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ngazi yake ya urais, lakini hapa pia ngazi ya wilaya kama mbunge tumefanya kazi vizuri kwa 100% kama walivyokili wao, lakini na madiwani ni sehemu ya utekelezaji. Kwa ile kazi walioisifia imefanywa na mbunge, imefanywa na madiwani, imefanywa na wenyeviti wa serikali za mitaa, lakini chini ya kichocheo cha mabalozi wetu. Kwa hicho tu kimenipa faraja ya kwamba wametambua ile kazi kubwa iliyofanyika. Jambo la pili, kwa sababu tunaendelea na kama tulivyokuwa tunasema Ilemela ni yetu, tushirikiane kuijenga. Mpaka hapo tulipofika tumeijenga kwa kiwango kikubwa na hakuna ahadi iliyokuwa imetolewa ambayo haikufanywa, haikutekelezwa. Kwa hiyo tunakoelekea tunasema Ilemela yetu, tunaendelea tulipoishia. Kwa sababu kuna mambo mengine ambayo bado yako kwenye mchakato, yanaendelea, hajafikia ukamilifu wake. Lakini ukiangalia maendeleo ni mchakato. Huwezi ukafika mahali ukasema sasa maendeleo yamefikia ukomo, haiwezekani. Labda Mungu aseme sasa hatuzaani tena na maendeleo yatakuwa yamefikia hapo tulipofika. Lakini kama tunaongezeka, mahitaji yatakuwepo. Mahitaji ya maji yatakuwepo, mahitaji ya umeme yatakuwepo, mahitaji ya barabara na namna ambavyo kila shughuli ya kimaendeleo inavyofanyika. Kwa ninachosema Ilemela yetu tunaendelea tulipoishia kwa sababu tayari tunazo program ambazo tulikuwa tunaendelea nazo. Na kikubwa zaidi Mheshimiwa Rais wakati anahutubia bunge tarehe 27 mwezi wa 6 ameainisha kwa takwimu yale yote yaliyofanyika kitaifa. Kwa ukishuka pia kwenye taarifa yetu kama wilaya napo tumeainisha kwa takwimu nini tumefanya, pesa ngapi zimepokelewa na kila sekta imeguswa, hakuna sekta ambayo haikuguswa. Kwa ninachosema tumeitekeleza ilani kwa 100%, lakini bado tunaendelea tulipoishia kwa sababu maendeleo ni mchakato. Wana Ilemela nawaambia nimerejesha fomu. Mimi ni mtumishi wao, mimi ni mwakilishi wao, walinituma kufanya kazi hii. Tumeifanya wote kwa ushirikiano kwa sababu hakuna maendeleo unaweza kujivunia kwamba nimeyaleta mimi. Kwa kila hatua tulioifanya tumeifanya kwa kushirikiana. Na ndio maana tulikuwa na kauli mbiu na maendeleo yetu tulikuwa tunakwenda kwa kushindana. Miundombinu mingi imejengwa kwa kushindana. Wananchi wanaanzisha wenyewe mradi, mbunge anatia mkono, serikali kuu inamalizia. Na mengine tulikuwa tunapokea kwa 100% kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Kwa nawaambia bado tutaendelea na moyo ule ule wa kuijenga Ilemela ambayo tulichukua katika hali iliyokuwa si nzuri na wote ni mashahidi. Niwaombe tu wajaribu kuangalia tulikotoka, tulipo na tunakoelekea. Kwa sehemu kubwa kila mmoja atakuwa ni shahidi. Sasa yule ambaye hata kili haya basi atakuwa ameamua kubisha tu kwa sababu pia hamwezi mkakubaliana wote kwa 100%. Lakini kwa sehemu kubwa tumefanya kazi kwa pamoja na ndio Ilemela ya leo inapendeza. Na wengi wanakimbilia kuja kununua viwanja huko wanajenga Ilemela kwa sababu inapendeza, barabara zina lami, zina taa, yani tofauti na ilivyokuwa. Barabara zimekuwa ni nyingi, unaenda kokote unakotaka bila pingamizi yoyote. Japokuwa bado tunazo barabara ambazo zina changarawe, lakini tuna imani kwamba bado zitaendelea kwa sababu TARURA imeshaongezewa bajeti kubwa. Tuna imani tunaendelea tulipoishia, huko kote tutagusa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.